kuna Mungu na kuna nani? Okay, wacha nikukubalie hivyo. Alafu tuende kwa maandiko. Tak. Hawa namna gani? Uliza. Siraka anakuja, hajaanza enda mahali nini yake. Uliza swali yako. Hebu mpisha huyo Mkristo mwingine mwenye swali. Wewe simama. Bado sijaelewa. Weka hapa. Kaa hapo, unakuja kwako kufundisha kaa. Kaa tu hapo. Mimi ndo nitakuuliza, kaa hapo nikufundishe. Nakufundisha mimi mwenyewe. Okay. Wacha tusome 1 Timothy 3:16 tuone. Mpe asome. 1 Timothy 3:16. Rafiki yangu umeelewa, kuna Mungu na kuna Yesu. Na Yesu si Mungu. Sasa kwa nini unabishana? Usibishane ndugu yangu. Usishindane. Kuna Yesu na kuna Mungu. Abudu Mungu, Yesu muheshimu kama mtume wa Mungu. Yesu ametumwa na Mungu, tena ni mtume mtukufu sana. Ni moja katika wale ulil azmi mina rusul, wale mitume bora kabisa, wale wakubwa. Lakini usimfanye Yesu ndo Mungu. Ukifanya Yesu ndo Mungu unakosea. Mungu ndo alikuwa anaumba watu, Yesu ni mtume wake. Soma hiyo. Soma. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Siri ya utauwa ni kuu. Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Akaonekana na malaika. Akahubiriwa katika mataifa. Akaaminiwa katika ulimwengu. Akachukuliwa juu katika utukufu. Mpe. Nini hapo? Bwana ulikuwa umefunga masikio. Niambie, wewe ndio ulitoa. Akachukuliwa juu katika utukufu. Nani alimchukua Mungu? Hebu somewe tena. Arudie tena. Pengine hujaelewa na hiyo andiko. Arudie tu, sina shida. Si alichukuliwa? Aliyemchukua Mungu nani? Bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Hii ni siri ya utauwa ni kuu. Endelea. Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Mpe. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Nani alidhihirisha Mungu? Ukianza tu hivi ni kiboko. Sio. Rudia tena. Sikiliza mwanzo. Wewe rudia tena. Rudia tena. Hii ni Kiswahili. Kwani sisi tuliandika Biblia? Rudia tena. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa. Ati nini? Alidhihirishwa katika mwili. Mpe. Mungu alifanywaje? Alidhihirishwa katika mwili. Nani alimdhihirisha Mungu? Si ndio mimi nataka uniambie pia. Kwani Biblia ni yangu? Mpendele. Kwa hivyo tufute hiyo ama hiyo haya tufute ama. Utajua kama inafutwa ama inaachwa. Mpendele. Ashaona kuna makosa tayari. Ashajua hapo kuna shida. Endelea. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Endelea. Akaonekana na malaika. Mpe. Akaonekana na nani? Malaika. Mpe. Endelee. Akahubiriwa katika mataifa. Mpe. Akafanywaje? Akahubiriwa katika mataifa. Mpe. Endelee. Akaaminiwa katika ulimwengu. Mpe. Akaaminiwa katika ulimwengu. Nani huyo anaaminiwa katika ulimwengu? Mungu. Mpe. Endelee. Akachukuliwa juu. Wapi? Akachukuliwa juu katika utukufu. Mpe. Mungu akafanywaje? Akachukuliwa juu. Nani alimchukua Mungu? Si Baba. Tuseme kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Aliyemchukua Mungu nani? Si alichukuliwa juu mbinguni? Huyu anayempatia Mungu lift nani? Ana uwezo wa kufanya jambo lolote. Sitauliza ana uwezo wa kufanya. Mungu ana uwezo wa kufanya kila kitu. Lakini alichukuliwa wapi? Juu. Nani aliyemchukua Mungu? Ana uwezo wa kufanya hivyo tu yeye mwenyewe. Haijasema alijichukua. Ingesema alijichukua juu ama alipaa kama ndege, ingekuwa sawa. Lakini andiko inasema alifanywaje?
Sasa ngoja, alifanywaje? Alinyanyuliwa juu. Nani aliyemnyanyua? Mungu. Nikikujibu nitakudanganya ama nikosee? Danganya, kosea, haina shida, nitakurekebisha, mimi najua. Unajua? Sasa ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu gani mwingine atamchukua? Sio ndo swali tunawaulizaga Wakristo kila siku. Mungu gani huyu anachukuliwa? Mungu gani huyu anaomba Mungu mwingine? Yesu si alikuwa akiomba? Ndio. Na yeye mwenyewe ni Mungu. Swali tunaulizanga, anaombanga Mungu gani mwingine? Si alisema Eloi Eloi lama sabaktani, Mungu wangu mbona umeniacha? Si amesema hivyo? Anaambia Mungu gani mwingine mbona umeniacha? Umenipata vizuri? Ni maswali ambayo ni ya kiakili na ni mantiki tunaulizanga Wakristo. Ikiwa ni Yesu ni Mungu, basi anamlilia Mungu gani mwingine? Kwani kuna Mungu zaidi ya mmoja? Ndio tunaulizaga. Ndio maana tunamwambia aliyemdhihirisha Mungu Yesu na aliyemchukua Mungu Yesu, huyo ndo Mungu wa kweli. Yesu ni Mungu number 2, maana yake kuna power above him, ambaye ndiye inayemdhihirisha, ambaye ndiye inayemfufua, ambaye ndiye inayemnyanyua. Si ni kweli Hiyo power ya kumfufua Yesu na kumnyanyua Yesu, huyo ndo Mungu wa kweli. Huyu mwenye kunyanyuliwa, mwenye kufufuliwa ni less power, yuko chini kuliko mwenye alimfanyisha hizo kazi. Lakini Mungu ni Mungu wa pili, lakini mdogo, wa uongo, si Mungu wa kweli. Mungu wa kweli ni ngapi? Mungu wa kweli ni ngapi? Okay. Ngoja, Mungu wa kweli ni ngapi? Mmoja. Mpe usikilize. Marko 12:32. Marko 12:32. Mungu ni mmoja tu, kilichobakia ni uongo. Hakuna Mungu number 2, number 3. Yesu akionekana tu ni God number 2. Basi God number 1 ndio true, huyu ni false. Yule mwandishi akamwambiaje? Hakika mwalimu Yesu, umesema vyema kwamba, umesema ukweli ya kwamba Mungu ati nini? Mungu ni mmoja. Mpe. Yesu amesema Mungu ni ngapi? Mmoja. Mpe amalize. Wala hakuna mwingine ila nani? Ila yeye. Mpe. Hakuna mwingine ila yeye. Mungu ni ngapi? Mmoja. Wala hakuna mwingine ila yeye. Huyo ndo wa kweli. Yesu hata akiitwa Mungu. Sasa si nimekuuliza hii maandiko. Haya, Mathayo 1:23 tusomewe, alafu ndio tuambie maandiko tutapeleka wapi. Sasa hizo ndio unafaa utuambie unapeleka. Unaona hizi maswali unataka kutuuliza sisi, ndio tunaulizaga nyinyi, kuonyesha Yesu si the only one God. He is not the true God. Kuna Mungu wa ukweli ambaye ni mmoja peke yake. Yesu ni mtume wake, ni nabii wake. Lakini ukimfanya Yesu ndo Mungu, utakuwa na wawili. Mungu wa kweli mmoja, Yesu Mungu wa pili. Jambo ambalo haliwezekani. Yesu anabaki kuwa mtume wa Mungu. Yule aliyemleta, huyo ndo wa kweli. Aliyemtuma Yesu, huyo ndo Mungu wa kweli. Aliyemuua Yesu, kama nyinyi mnaamini ameuawa. Aliyemfufua Yesu, aliyemnyanyua Yesu akamweka katika mkono wake wa kuume, huyo Mwenyezi Mungu, huyo ndo wa kweli. Yesu anabaki mwenye kufanyishwa kazi, ametumikishwa, ni mtumishi wa Mungu, anamtumikia Mwenyezi Mungu, ni kama servant ama slave wa Mwenyezi Mungu, anafanyishwa kazi. Aliletwa duniani afanye kazi ya Mungu na aliondolewa akapelekwa kwa Mungu. Yeye sio Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ni mmoja, anabaki wa haki. Yesu ni mtumishi wake. Soma hiyo. Tazama, hii kuabudu Yesu hii mtakoma tu. Pole pole tunawafundisha mpaka mtaelewa. Watu warudi katika tauhid, Mungu mmoja tu. Na Muhammad huwezi kusikia Waislamu hata kama wanampenda Muhammad vipi, hawawezi kusema ndo Mungu ndo Allah, hawawezi, kwa sababu wanajua kutofautisha baina ya mtumishi na boss mwenyewe. Nyinyi mnachanganya boss na mtumishi wake. Changanya kila kitu mpaka haki inapotea. Soma hiyo. Tazama, bikira atachukua mimba. Bikira atachukua mimba. Naye atazaa mwana. Naye atazaa mtoto. Nao watamuita jina lake. Watamuita jina lake Emanueli. Yaani Mungu pamoja nasi. Mpe. Sema. Nao watafanyaje?
Utamuita. Sio wewe utamuita, sawa? Mariamu hakupewa orders ya kumuita Yesu Emmanuel. Now kuna another people, another part watamuita Yesu huyu. Huko maandiko yangu yote unakataa. Sijakataa, ndo nakueleza ukweli. Kataa ukitaka. Simesema nao. Nao ni another party ambayo si Mariamu, si Mungu, watamuita Yesu Emmanuel. Kwa mdomo yao. Hakuna andiko katika Biblia. Katika nini? Biblia nakupa challenge. Mahali popote Yesu aliwahi itwa direct Emmanuel hakuna. Lakini kuna watu watakuja baadaye nao watamuita nani? Emmanuel. Lakini wale ambao wamehusika katika Biblia, mfano wanafunzi wake, si wamekaa na Yesu, wametembea na Yesu. Mwanafunzi hata mmoja hakuna aliwahi kusema Yesu ni Emmanuel, hakuna. Okay. Tutoke hapo. Nani aliumba? Yesu mwenyewe anasema ende na Mungu na Yesu. Nani aliumba? Mpe tumuulize Yesu. Yesu kati wewe na Mungu nani aliumba? 19:7 Mathayo 19 mstari wake 7. Naam. Inasema kama ilivyoandikwa. Inasemaje? Enda 4 ndo mzuri zaidi. 4. Akajibu akamwambia. Yesu akajibu akamwambia, hamkusoma ya kwamba? Hamkusoma, inafaa usome ya kwamba yeye, sio mimi, hasemi mimi, yeye. Yeye aliyewaumba mwanzo. Aliyewaumba mwanzo. Aliwaumba mtu mume na mtu mke. Mpe. Yesu anasema mimi ama yeye? Yeye alifanyaje? Aliwaumba, sawa? Mtu mume na mtu mke. Yesu huyo yeye aliyewaumba watu ambaye sio wewe anaitwa nani? 17:3 Yohana. Sikiliza, huyo yeye ni nani? Yesu asemi mimi, 17:3 Yohana. Hakusema mimi nimewaumba, anasema yeye ndo amewaumba. Amewaumba mtu mume na mtu mke. Huyo yeye aliyewaumba anaitwa nani? Ama anaitwaje? 17:3 Yohana. Na uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huo. Uzima wa milele ndio huu. Wakujua wewe. Unaona sasa anaweka vizuri. Wakujua wewe ambaye pale alituambia ndo ameumba. Wakujua wewe. Mungu wa pekee wa kweli. Mungu wa pekee wa kweli. Na Yesu Kristo. Na huyu Yesu Kristo uliyemtuma. Mpe. Yesu anafundisha kuna Mungu wa pekee wa kweli. Ambaye yeye amefanyaje? Ametuumba, sawa? Ndio. Na Yesu ni nani? Yesu, wacha tusomewe. Kwa hiyo andiko imesema Yesu ni nani? Tunaenda tu hapo. Mkarudie. Sio kurudia. Arudie wewe, hujajibu swali ndo tutaenda mbele. Rudia tena mpaka uelewe. Wewe unataka kuruka class before uelewe. Huwezi enda class 2 na class 1 umeanguka exam. Maliza kwanza class 1 umalize exam. Rudia andiko. Na uzima wa milele ndio huo. Kwanza tulisoma Mathayo 19:4. Yeye Mungu ndiye aliyewaumba mtu mume na mtu mke. Sasa huyo Mungu ndio anatufafanulia ni nani. Soma sasa. Na uzima wa milele ndio huo. Wakujua wewe. Anasema sio wanijue mimi Yesu, wakujua wewe. Mungu wa pekee wa kweli. Anasema huyo ndio Mungu wa pekee wa kweli. Na Yesu Kristo. Na baada ya huyo Mungu wa pekee wa kweli unafaa kumjua Yesu Kristo uliyemtuma. Mpe. Yesu Kristo aliyefanyaje? Aliyemtuma. Kwa hivyo ni mtume wa nani? Ambaye ni wa pekee wa kweli. Umeelewa? Wale wengine si wa kweli. Hao wengine yote ni uongo. Wale wengine watume sio mitume. Mungu wa pekee wa kweli ni ngapi? Mmoja. Akasema wakujua wewe, subiri. Wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli. Na wanijue mimi Yesu mtume wa Mungu. Okay, sawa, ni hivyo nimekubali. Na hapa nani alikuwa anaandika hapa mahali Yesu anasema yeye katika yeye alikuwa kama Wakolosai 1:16. Hiyo ni maneno ya Paulo. Usiniambie ni maneno ya Paulo, niko kwa Biblia. Acha tusomewe. Asome. Utaniambia ni ya Paulo. Hapo pia nitakufundisha, sawa? Okay. Yaani hapo unapata free class for free. Soma hiyo. Nikufundisha mpaka maneno ya Paulo wenu. Wakolosai 1. Yaani hapo tuna kazi, tunakufundisha maneno ya Allah, tunakufundisha maneno ya Muhammad, tunakufundisha maneno ya Yesu, tunakufundisha mpaka maneno ya Paulo wenu. Kiswahili pia. Hata mmuelewi. Hata Kiswahili pia. Kiswahili pia. Mpaka Kiswahili pia tunawafundisha lugha. Mashaallah. Allah tulipe janna. Soma hiyo. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Katika yeye vitu vyote viliumbwa. Endelea.
Sasa katika nani? Katika yeye vitu vyote viliumbwa. Ndio nini sasa hivi? Sasa si unaona vitu vyote katika yeye nani? Hakutaja nani. Tuendelee. Inasema katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Unaona, vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake. Viliumbwa na nani kama viliumbwa kwa ajili yake? 1:3 Yohana. Soma 1:3 Yohana. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Hapo juu ni 1:1. Nani neno la Mungu? Si Yesu. Na si hiyo 1:3 inasema bila yeye chochote hakingeumbwa. Arudie 2. Rudi chini juu kidogo 2. Huyo mwanzo, huyo Yesu mwanzo alikuwa kwa Mungu. Alikuwa kwa nani? Hajasema. Hapana, soma vizuri brother. Rudia tena. Anataka kukataa Biblia yake sasa. Yesu alikuwa kwa Mungu, rafiki yangu. Unataka kuruka? Siruki, siwezi ruka. Utaruka tu. Maandiko iruka ungi brother. Mvua imeisha bayo. Huyu mwingine aende upande huo. Wewe kijana wangu, enda upande huo. Ndio nikuhubirie vizuri. Nikueleze haki na tauhid. Mpaka usilimu biidhnillah. Wa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla wa ula. Aliyetakasika na kila aina ya upungufu. Ametukuka dhidi ya kila illa na dosari. Ni khaliqul makhluq. Soma hiyo. Huyo mwanzo, huyo mwanzo alikuwako kwa nani? Kwa Mungu. Mpe. Huyo mwanzo alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Huyo aliyekuwa kwa Mungu ni nani? Tusome yote alafu ndio tujue. Kutoka mwanzo, kutoka ukisoma 3 kuna huyo ambaye vitu vyote vilifanyika kwa yeye, sawa? Huyo ambaye vitu vyote vilifanyika kwa yeye anaitwa nani? Yesu. Alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Naye alikuwa nani? Alikuwa kwa nani? Na alikuwa nani? Alikuwa Mungu akiwa kwa nani? Mungu mwingine. Alikuwa Mungu akiwa kwa nani? Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Kulikuwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa nani? Alikuwa Mungu. Neno ambaye alikuwa Mungu alikuwa kwa nani? Hiyo confusion. Neno ambaye Yesu ambaye ni Mungu alikuwa kwa nani? Kwa nani? Useme. Alikuwa kwa Mungu. Kwa Mungu. Kwa hivyo kuna neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Ambaye neno pia ni Mungu. Kwa hivyo hao ni wangapi? Council moja sasa. Hao ni Mungu wawili na Mungu si ngapi? Okay, twende moja. Mungu si ngapi? Si wawili. Si wawili ni Mungu ni ngapi? Moja. Tunaambiwa Yesu ni Mungu, sawa? Yes. Na aliyemtuma pia ni Mungu, sawa? Ndio. Hao ni Mungu ngapi? Moja. Hao ni wangapi? Moja. Aliyemtuma ni Mungu. Mungu. Na aliyetumwa pia ni Mungu. Mungu. Hao ni wangapi? Moja. Haki ya Mungu, klasi ya dawa ni ngumu. The level of indoctrination it takes to confuse. Hapana, mimi nakuelewa vizuri. Wewe nikikutuma mimi nikutume wewe. Wewe si ni mtu. Na mimi si nimekutuma. Ndio. Tuko watu wangapi? Watu wawili. Kwa sababu mimi nimekutuma wewe. Sawa? Mungu alimtuma nani? Yesu. Kwa hivyo kuna Mungu na kuna nani?
Kuna Yesu. Ambaye Yesu pia ni Mungu. Yesu ni Mungu. Kwa hivyo ni Mungu ngapi hapo? Moja. Anaelewa lakini anageuza hesabu yake. Hapo mwisho. Mtu ashaelewa, si hata hajaelewa. Huyu ashaelewa. Ashaelewa vizuri kabisa. Mungu ni mmoja na sio Yesu. Yesu alitumwa, ni mtume wa Mungu. Mpe huyu mwingine. Narudi kwako baada sijamalizana na wewe. Yaani hiyo akili itachoka mpaka mwisho utasilimu tu. Tuko hapa kukusumbua tu. Tuna kazi nyingine. Tukutolea maandiko tukuvuruge mpaka uone ukweli. Tukikuacha hivyo utapotea. Rafiki yangu, habari yako? Nzuri sana. Unaitwa nani? Brian, Muislamu Mkristo? Kristo. Una swali ya kuuliza au unasilimu? Swali nisomee Qurani 2:79. Mpe akusomee 2:79. Qurani 2:79. Msomee. Soma tu. Aulize swali tumjibu. Hivyo tu. Inasema ni Naam. baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Basi adhabu kali itawadhibitikia wanaoandika kitabu kwa mikono yao, kisha wakasema hiki Naam. imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Haya, mpe swali yako. Swali yangu mimi nauliza, hapa Mwenyezi Mungu anaongelea kina nani? Anaongelea wanaoandika kitabu, kisha wanasema hiki kimetoka kwa Mungu. Wale ambao wameandika kitabu ya kina nani? Na ambao wanasema wameandika kitabu wamesema imetoka kwa Mungu. Mpe huyo. Wafilipi 1:9. Wafilipi Filimoni, sio Wafilipi, Filimoni. Ama inaitwa Wafilipi 1:19. Soma hiyo. 1:19. Sikiliza. Inasema ni mimi Paulo. Ati nani? Si mimi lakini yeye Paulo. Soma mimi Paulo. Mimi Paulo. Nimeandika. Ati nini? Nimeandika. Nimeandika. Naam. Kwa mkono wangu mwenyewe. Nimeandika kwa mkono wangu mwenyewe. Mimi nitalipa. Unaona, Paulo anasema nimeandika kwa mkono wangu. Na hizo vitabu vikawekwa ndani ya Biblia vikidaiwa ni ya Mungu. Sasa 2:79 sasa. Wewe Paulo mwenye anaandika kitabu, Mungu anasemaje sasa? Basi adhabu kali Naam. itawadhibitikia wanaoandika kitabu kwa mkono yao. Mpe. Adhabu itawapata wale wanaandika nini? Kwa kitabu kwa mikono yao. Na Paulo anasema amefanyaje? Ameandika. Kwa hivyo anasubiri nini? Haya, Paulo hakuna mahali Paulo alisema kitabu kinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo vitabu vya Paulo, subiri. Ngoja kidogo. Amesema kitabu kinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kubaliane. Kwa hivyo vitabu vya Paulo havikutoka kwa nani? Ni Mungu ameandika inspired by God. Sawa. Lakini ngoja. Vimetoka kwa Mungu, havijatoka kwa Mungu. Vimetoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Nani ameandika? Paulo. Ameandika nini? Kitabu. Anasema imetoka kwa nani? Inspired. Si ati amesema imetoka kwa Mungu. Aliandika kutokana kwa mafunuo ya Mwenyezi Mungu. Sawa. Anasema ameandika kitabu, akidai hii kitabu ufunuo wake na inspiration imetoka kwa nani? Kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na adhabu gani itawadhibitikia wale wanaandika nini? Wale wanaandika kitabu na wanasema inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Si ndivyo wanasema imetoka kwa Mwenyezi Mungu? Aidha, subiri. Aidha by inspiration. Mari amesema hapo hivyo. Nasema hivi, Paulo ameandika kitabu na inadaiwa na Wakristo kitabu hicho kupitia inspiration imetoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Wewe Paulo anasubiri adhabu ya nani? Kuna mahali Paulo anasubiri. Tuende vizuri mwalimu. Haya, subiri. Paulo unamwamini wewe? Paulo. Namwamini Paulo. Ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Kuna andiko Mungu anasema Paulo ni mtume wangu? Haya, wewe nitolea andiko mahali Muhammad anasema Yesu ni mtume wake. Ati Yesu? Ama Mungu, acha tuseme Mungu, sababu Mungu ni nabii. Yesu ni nabii. Nitolee mahali Mungu anasema Muhammad you are my prophet. Wewe ni mtume. Mwenyezi Mungu alisema Yasin wal Qur'anil Hakim innaka bimaana ya Muhammad min al-mursalin. Innaka la min al-mursalin. Wewe ni miongoni mwa mitume alioleta Mwenyezi Mungu. Kisha miongoni nataka yeye peke yake nitolea hapo kwa Qur'ani. Mahali Mungu yeye mwenyewe anasema, achana ya kusemewa.
Sio mwenyewe anasema hivi. anasema. Yeah. Wahi ilipoteremka, Yeah. iliteremka kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mpe Mungu aseme. 48:29 Qur'ani. 48. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Soma hiyo. Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naam. Ni mtume Wa nani? ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mpe Mungu mwenyewe anaongea, anasema huyu Muhammad ni mtume wa nani? Hebu ni ngapi umesema ngapi? Hapana, ngapi ndo gani? Mpe huyu mwingine, na ushaelewa hiyo. Mpe huyu mwingine. Haya. Ubishi tu. Hebu Waislamu nione kwa ishara ya mikono. Waislamu haachi. Wakristo wanampenda Mungu. Wakristo wanampenda Mungu. Kuna dada yangu hapa. Dada karibu. Kuna kiti yako hapa. Njoo tu kidogo. Kuna kakangu hapa. Kaa tu na wewe. Kaka njoo hebu kidogo. Salamu sana. Anatoa macho. Sikiliza maneno ya Mungu, usikimbie. Usikimbie. Kaa hapa. Mpatie yule mwingine aulize swali. Peleka kiti kingine, dada pia nitaongea naye. Peleka kiti kingine. Chaka huko. Kijana, tarudi kwa dada. Una swali? Mimi? Uliza. Si ulikuwa unataka kunitofautishia Mungu, niambie kama Mungu ni wawili ama watatu? Mungu ni mmoja na so Mungu ni mmoja, ndio sasa mimi nilikuwa nataka nikuulize. Si wewe ukiwa hapa unakula? Mimi? Mimi hapa naongea sikuli. Tuseme unaongea Si kuna mtu wako Mombasa anaongea? Mwingine pia anaongea huko, sijui anaongea huko, si ndio? Asijafika saa hii, sijui kama wanaongea. Labda wamenyamaza wote, najuaje? Tuseme tu hivyo. So watu wote wanakontroliwa na Mungu wawili ama ni Mungu mmoja? Dereva ya gari wanakwanga wawili ama mmoja? Sasa si ndio hapo wewe. Hii basi unaona kuna watu ndani. Sinaenda mpaka Garissa. Hii basi. Na ngoja. Huyu dereva anaendesha gari. Basi ni moja. Basi ni ngapi? Moja. Watu wako ndani ni mmoja ama ni wengi? Wengi. Dereva ni ngapi? Dereva mwenye anaendesha hiyo basi ndio anaendesha hii nyingine. Huyu dereva anaendesha hii basi. Ni mmoja ama ni wawili? Moja. Hii dunia ni moja ama ni mbili? Moja. Dereva anaendesha ni wawili ama ni moja? Moja. Ambaye ni nani? Mungu. Umeelewa? Nimeelewa vizuri. Sema ashhadu. Ngoja. Unasilimu sasa. Ngoja kidogo mwanzo nikwambie kitu. Sasa unataka Mungu akifanya kitu ashikanishwe kama Mungu anafanya kitu. Tuseme wewe unajua Mungu ako na hiyo uwezo wa kufanya kitu yote dunia yote, na unakuja unampinga kwa sababu Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja na ndo anaendesha kila kitu akiwa peke yake. Ni wahidul qahar. Ni mmoja mwenye uwezo, anafanya anavyotaka. Mmoja peke yake mwenye uwezo. Hii dunia mzima yeye peke yake ndo anaendesha. Ukiongea anakusikia na mwingine akiongea anamsikia. Na kama anasikia huyo mwingine ananisikia, yote anasikia. Atakuwa wa Mungu wawili ama Mungu mmoja? Ni Mungu mmoja mwenye kusikia kila kitu. Na sasa si ulikuwa unaniuliza swali gani? Na unajua Mungu mmoja ana uwezo wa kila kitu. Ana uwezo wa kila kitu na sio wawili. Mungu ni ngapi? Mmoja. Ametuma Yesu. Huyo Mungu mmoja. Amemtuma nani? Yesu. Kwa hivyo kuna Yesu na kuna nani? Kuna Yesu na kuna Mungu. Kwa hivyo Yesu si nani? Yesu ni Mungu. Yaani anaelewa lakini unacheka nini sasa? Huyo kwa haiki. Haya tukubaliane. Ruto ametuma Kindiki, sawa? Ndio. Ruto ndo Kindiki. Sawa? Unajua yeye sijui. Ruto ametuma ngoja. William Ruto si unamjua? Namjua. Na Kindiki si unamjua? Kindiki namjua. Ruto ametuma Kindiki akuja Isli, sawa? Ndio. Ruto ndo Kindiki? Sio Kindiki. Sio Kindiki. Mungu ametuma nani? Yesu. Yesu. Kwa hivyo kuna Yesu na kuna nani? Kuna Mungu. Kwa hivyo Mungu si nani? Yesu ni Mungu. Kindiki pia ni Ruto.
Mbona kitiko na kataa? Hapana. Unajua mambo ya Mungu usiyaleta kwa watu. Tumeelewa. Unataka kumfanyia Yesu Mungu kwa lazima. Hapana, si lazimishi. Haya, fanya hivi. Kama si maandiko, singeongea na wewe. Fanya hivi. Una andiko yoyote ndani ya Biblia Yesu anasema mimi ni Mungu? Atakutolea tu I am the father one, I was before Abraham. Si hawa watu wanasema wanataka kuwa Wakristo, nikitoa hiyo andiko. Ukitoa hiyo tunakuwa Wakristo saa hii, hata mimi nakuwa Mkristo. Usitoe maelezo. Kwa andiko Yesu anasema mimi ni nani? Mimi ni Mungu. Kuna mimi M-I-M-I na ambaye ni N-A, Mungu M-U-N-G-U. Mimi ni Mungu. Toa. Kwa hivyo mko ready? Tuko ready, tunakuwa Kristo saa hii. Ukikosa kutoa na wewe unasilimu. Kwa hivyo mjiamini. Kwa hivyo mkiwa kwa Uislamu hamjiamini. Nasema hivi, ukitoa tunakuwa Wakristo. Kwa hivyo bado hamjapata ukweli kidogo. Ukitoa tunakuwa nani? Wakristo, sawa? Na ukikosa na wewe unakuwa Muislamu. Mimi sijasema hivyo. Yaani kwa leo ujasiri. Na wewe ukishindwa kutoa nasema hivi, ukishindwa kutoa unakuwa nani? Muislamu. Sawa sasa. Sio mimi nimesema. Nasema hivi, ukishindwa ni ashhadu. Ukitoa tunakuwa Wakristo. Nyinyi nyote. Sisi sote. Toa. Hakuna mwenye hakuna. Lakini ukikosa nasilimu. Sasa si hapa si. Toa. Mimi sija hapa. Nasema teach for tat is a fair game. Tunageuza upande wa pili. Upande huu ukikosekana tunageuza upande wa pili, sawa? Ndio. Ukikosa andiko leo unageuka unakuwa nani? Muislamu. Toa andiko, ukikosa unasilimu. Mwenyewe ndio uliingia hapo. Hatuja kulazimisha. Toa. Sasa enda kwa dada umuulize, alafu mimi uendelee kutafuta. Hiyo andiko nipate, alafu ndio nyinyi mko Wakristo. Sawa, mpe dada. Anasema acha nitafute. Tafuta na kupa dakika mbili. Ukikosa unasilimu. Ukikosa unasilimu. Dada, habari yako? Nzuri sana. Unaitwa nani? Rosa Sawani. Muislamu, Mkristo? Kristo. Unaonaje wewe Muislamu? Ningetamani lakini kwanza uniambie kati ule nabii mwenye alikuwa anaongelelewa na kina Isaya. Mwenye alikuwa anaongelelewa na kina Isaya. Naam. Ni nabii mgani? Ni Yesu ama ni Muhammad? Isaia. Isaia waliongelea manabii wengi. Kuna mwenye alitabiriwa, akaambiwa atazaliwa akaitwa Emmanuel. Huyu hatujamuona. Ndio tunasubiri. Kwani bado hajazaliwa? Hajazaliwa. Labda wewe umemzaa lakini sasa hivi bado hajazaliwa. Bado hajazaliwa. Nani alikuwa sasa anazaliwa kama mwokozi ama bado? Bado hajazaliwa. Na kwani Yesu ni nani? Yesu ni mtume wa Mungu. Na si ndio alikufa msalabani kutuokoa? Hajakufa. Alinyanyuliwa juu mbinguni bila kufa. Hajakufa. Mpe huyo. Matendo 1:8. Aliyekwambia alikufa nani? Soma hiyo. Yesu alinyanyuliwa. Na si mwokozi wa Wakristo. Muhammad ndo mtume wa watu wote. Ndo alitabiriwa ndani ya Isaia kama mtume wa Mungu. Hakutabiriwa kama Mungu. Soma hiyo. Matendo ya Mitume 1:8. Lakini. Wewe sikiliza. Soma hiyo. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Endelea. Akiishi kusema hayo, Yesu alipokuisha kusema hayo, wakatazama akainuliwa. Wapi? Mbinguni. Unaona akainuliwa wingu. Endelea. Akainuliwa. Wingu limepokea kutoka machoni pao. Naam. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni. Yeye. Alipokuwa akienda zake. Mpe. Watu wanaona Yesu anafanywaje? Hiyo ni baada ya kufufuka. Nani alisema? Hiyo imetaja baada ya kufufuka. Hapa haikutaja. Sio baada ya kufufuka. Alikufa na akafufuka msalabani. Hapana, hakukufa. 457. Sikiliza Qur'ani. Hakufa. Wama qataluhu wama salabuhu. Inasema baada ya wama qataluhu yaqina.
Soma hiyo. Na kwa ajili ya kusema kwao. Kuna wale watu walidanganya watu wakasemaje? Kwa ajili ya kusema kwao. Sisi tumemuua Masihi Isa. Mwana wa Mariamu. Tulimuua Yesu mwana wa Mariamu, mtume wa Mungu. Huyo ni mtume wa Mungu. Hali hawakumuua. Jambo la kwanza, hawakumuua wala hawakumsulubu. Mpe. Imesema hawakufanyaje? Hawakumuua wala hawakumsulubu. Kabisa. Umekubali? Ndio hivyo, hiyo ndio ukweli. Hawakumuua wala hawakumsulubu, bali alinyanyuliwa. Mpe asome 158 sasa. Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Mpe. Hawakumuua wala hawakumsulubu, bali Mwenyezi Mungu alifanyaje? Alimnyanyua kwake. Kabisa. Mpe. Umeelewa hiyo? Haya, mpatie msomaji. Haya, mwingine mwenye swali? Mpe Jack. Wewe uje haya, uliza swali. Isome John 13:13. Mpe asome John 13:13. Yohana 13:13. Msome. Yohana 13:13. 13:13. Kitabu kisichokuwa na bismillah wala a'udhu billah. 13:13. Msome Yohana 13:13, aulize swali. Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema. Naam. Maana ndivyo nilivyo. Haya. Wewe mwenyewe umesema hakuna mahali kwa Biblia imesema Yesu anasema yeye ni Mungu. Hii ni gani? Arudie tena. Nyinyi mwaniita mwalimu na Bwana. Mnaniita mwalimu. Mpe. Na nani? Unaniita mwalimu. Na acha leo maneno na tuache kufunga nini? Amesema yeye mwenyewe amesema. Asome tena. Usibadilishe. Asome tena. Si Biblia ni yako. Ninyi mwaniita mwalimu na nani? Na Bwana. Mungu. Unasoma vibaya wewe. Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana. Mpe. Alisema mnamuita nani? Si wewe umesema Trinity, tulitoa wapi hiyo God? Ngoja. Si ndio yeye amejiita yeye mwenyewe. Amesema yeye, ngoja kidogo. Hakusema mnaniita Mungu. Alisema mnaniita nani? Mwalimu. Bwana. Mwalimu ni nani? Mwalimu, mpe huyo. 3:1 Mathayo, Yohana. 3:1 Yohana. Hata mwalimu ajui ni nini. Soma hiyo. Hapo mwanzo. Yohana 3:1. Samahani, Yohana 3:1. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemu, mkuu wa Wayahudi. Huyu alimjia usiku akamwambia. Huyu alimkuja Yesu usiku akamwambiaje? Rabbi, tunajua kuwa mwalimu. Tunajua ya kuwa wewe Yesu mwalimu. Umetoka kwa nani? Kwa Mungu. Mpe. Yesu ni mwalimu, ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo kuna Yesu na kuna nani? Yesu ni mwalimu. Wacha kudanganya. Tunajua kuwa wewe ni mwalimu. Hebu nielewe kidogo. Yesu ni mwalimu, ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo kuna Yesu na nani? Mtarudie tena. Sikia kwanza. Hapa hata kutukanganya tena na kuchanganya vizuri, rudia tena utaelewa. Hata Biblia ikuchanganye. Nikuchanganya. Ni maandiko tu, si mimi. Basi palikuwa na mtu mmoja. Enda 2. 3:2. Huyu alimjia usiku. Huyu alimjia Yesu. Akamwambiaje? Rabbi, tunajua kuwa mwalimu. Wewe Yesu mwalimu. Alafu hapo kuna koma. Endelea. Umetoka. Kwa nani? Umetoka. Kwa nani? Kwa Mungu. Mpe. Yesu ni mwalimu, ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo kuna Yesu na kuna nani? Haya. Tumalize kwanza andiko. Hebu nisikize. Kwanza tumalize andiko. Yesu ni mwalimu, ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo kuna Yesu na kuna nani? Mimi sijafunzwa kuna Yesu na kuna Mungu. Mimi Yesu ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Mungu yuko. Mungu. Mungu wako. Na Yesu ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo kuna Yesu aliyetoka kwa nani?
Mimi sijui hiyo. Tunafunzwa hivyo nini? Haya, Hapa tia tumemaliza. kama umekataa, sikia kwanza hapa hakuna nini. Kama umekataa hiyo sisi moja basi. Peana. Andiko iko wazi, unakataa. Mpe Jack Chirac fundi. Jack, habari yako? Nzuri sana. Umesikiza vizuri? Nimesikia. Yesu ni mwalimu, ametoka kwa nani? Mwalimu? Ni mwalimu, ametoka kwa nani? Hiyo mwalimu labda unitolee hiyo andiko. Yesu sio mwalimu? Yesu? Sijafundishwa hivyo. Mpe. Rudia andiko. Anafundishwa nini? Huyu aliingia usiku akamwambia, Rabbi, Wewe tunajua kuwa wewe Yesu mwalimu. Mpe. Yesu ni nani? Yesu ni nani? Amesema tuwajua kuwa wewe ni mwalimu. Mpe amalize. Umetoka kwa Mungu. Mpe. Ni mwalimu, ametoka kwa nani? Amesema tunajua kuwa wewe ni mwalimu. Umetoka kwa Mungu. Kwa hivyo Yesu ni mwalimu, ametoka kwa nani? Hiyo ni huyo mtu amesema. Ni vile wewe unasema Yesu sio Mungu. Kwa hivyo huyo kama tu huyo mtu mwenye anasema ni wewe mwongo, ni mkweli. Ni mwongo. Kumbe Biblia kuna maneno ya uongo. Na wewe. Ashaeleweka, Biblia kuna maneno ya uongo. Haya, hata nauliza swali. Tushakubaliana. Biblia kuna baadhi ya maneno ya sawa ya uongo. Kwa hivyo Biblia ni uongo? Ni uongo. Tumekubaliana? Ni sawa, tumekubaliana. Funga Biblia. Haya, ifunge. Una swali ya kuuliza? Na swali ya kuuliza. Uliza. Quran 18:86. Ampe asome. Biblia ni uongo, imewekwa kando. Na sio mimi. Ni Mkristo mwenzenu amesema, sio mimi. Waislamu amesema? Hapana. Sienda amesema. Leo anaruka Biblia ili amfanye tu Yesu Mungu. Yaani anakataa Biblia Yesu abaki kwa Mungu. Kwa sababu Biblia inasema Yesu ni mwalimu, ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Hii maneno ili isikubalike lazima akatae Biblia. Akasema Biblia ni uongo. Jack, Wakristo wanakusikia ukisema Biblia ni uongo. So, inasema ni a'udhu billahi minash shaitani rajim. Anaitisha microphone, mpe. Nini tena? Unajua nimekubaliana na wewe. Biblia ni uongo? Nimekubaliana tuna kila kitu juu. Au unataka kusikia? Kuna watu waliita hadi Yesu. Unajua hii Biblia kuna watu wengi wameita Yesu majina yao. Wamemuita jina gani? Kuna watu wamesema yeye ni mtume. Na ni uongo. Ndio. Yesu ni mtume na ni uongo. Kuna watu wamemuita mwalimu na ni uongo. Kuna watu wamemuita Mungu. Haya, mpe tuulize Yesu mwenyewe kama amejiita mwalimu. 13:13 Yohana. Wote yeye pia kwa muongo. Ngoja tumuulize kama amejiita. Hii Biblia tumefunga. Ndio asome kwa Biblia kwa tumefunga. Kwanza wacha Yesu kwa muongo. Sasa amesema ni watu wamemuita. Yeye mwenyewe pia akijiita ni muongo. Ni muongo. Watu wakimuita anakuwa ni muongo. Na yeye mwenyewe akijiita sasa ndo akuwe muongo zaidi. 13:13 inasema nini? Ninyi. Wewe sikiliza. Nyinyi mwaniita mwalimu. Mnaniita ni mwalimu wenu na Bwana. Na mnaniita nyinyi ni bwana wenu. Ninyi mwanena vema. Maana ndivyo nilivyo. Yesu anasema ndivyo ilivyo. Wewe ni mwalimu ndo mwalimu halisi. Umekubali? Haya, nimekubali. Yesu ni nani? Ni mwalimu. Naomba ukubali. Amesema kweli, amesema uongo? Si nimesema ni ukweli. Kwa Yesu ni mwalimu. Sawa, ni mwalimu. Ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo kuna Yesu na kuna nani? Sawa, kuna Mungu. Kwa hivyo Yesu si nani? Sawa, sio Mungu. Umekubali? Sawa, nimekubali. Sema ashhadu. Nijibu. Unasilimu wewe? Unakubali? Nijibie tu swali. Unasilimu. Utajibiwa swali msikitini, silimu kwanza. Naomba tu swali moja. Unasilimu ndio unaenda msikitini hivyo. Unipatie tu nafasi. Haya, uliza. Wacha tusomee Hebrew 1:2. Mpe asome Hebrew 1:2. Umesema kuna watu wameita Yesu mwalimu. Yeye akasema mimi ndo nilivyo. Ampe asome. Acha tusikie huyo anamuita aje. Haya. Na ukitoa hiyo sasa utatoa mahali alisema ndivyo nilivyo. Kwa sababu nimedhibitisha ameitwa mwalimu na amekubali akasema ndivyo nilivyo.
Soma hiyo. Waebrania 1:2. 1:2. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Endelea. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Ampe. Enda 6 ndo nataka maybe. Yeye acha tusome 6. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Ni gani unataka? Hata umenitolea tu 6 ni sawa. So tunaambiwa malaika wanafaa kusujudia nani? Yesu. Wapi walimsujudia? Sisi tumeambiwa malaika. Wapi malaika walimsujudia Yesu? Bali malaika walimsujudia Yesu. Ndio hii maneno iwe kweli. Si huko mbinguni? Andiko. Hiyo Biblia ya mbinguni ndio tunangojea huko mbinguni. Sasa mambo ya mbinguni wanataka tuitoe hapa. Sasa hivi vile tunaongea, kuna maneno yanaandikwa. Tumekuelewa, tulia. Tutasoma na wewe huko juu. Tupatie huyo. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Huyu kashaeleweka. Naambiwa na Abdurrahman kuna gharama ya da'wa kidogo shilingi 1000.